You know, we have the County of Kakamega and the County Government of Kakamega. Ripoti ambayo imetolewa leo ya kwamba the County of Kakamega is one of the most corrupt counties in terms of services. I want to put the county officials on notice ya kwamba you have been given a responsibility to serve in your respective departments. Kama wewe ni mtu ya procurement, unalipa mshahara kila mwezi. Kama wewe ni engineer, you don't have to be given money to do approvals. Kama wewe ni mtu ya finance, you don't have to be given money to approve a payment. I want to put all officers in the county government on notice ya kwamba we are going to be on the lookout. We are going to employ watu ambao watatupatia ukweli. And I want to call upon EACC kama ni company Kakamega, tushike wale ambao wanaitisha pesa to serve wananchi, so that we can have an example of one or two. Umera Bananga Harrison Nambuko nisinjiri omukanda kwa babuga Vihiga County kwa chama ya ODM Linda Mwananchi. Nondi kunyoe taarifa isiro sana mbu Senator wefwe Godfrey Osotsi abenale sumo na hole shughuli 1 2 3 ababuga bamuoma bachaka humukupaka ne kulinende Senator wa Kisumu olangwa Professor Jenda, kulinende Governor wa Kisumu olangwa Professor Nyang' Nyoma ziro kulla ko baloma umangana ko tae gunja kulinende abemeri ba serikali ya broad based ababirira kunjira inombo bacha chingo cyabwe ekwenya ba ini statement Isemera Bananga Julia Ndenyi omuhano munyole nedingana lyekolekele nondi sililyo kuyangisibwa tae ni juzi Senator ya airport Nairobi kukorusi na siyekole hatae ne Senator huyu yamara karibu indege mmale nondi handi yakabana achenda nga nali msibara siye sumo handi wakanyola munyaka no kukupa n'abasiani barumirwe abasiani bo barumirwe so wakabola abasiani bo baloknakala tabasiani barumirwe bechiba mare Senator ne niembo muno kubasiani bali bachende ne Senator okutema kumwoko esana kwa kabe kulomanga mangana kandi ne sikucha kuchililo kuyangisibwa vitendo la binotae ekure iliyo ne kura ne uwe omundu ali nende haki yokusinjila abanyenyere amangana kekole henondi kwekombanga serikali injinde kati so that tukumanye nsita siya kunyala kufwana sike ekura ichanga mumundo sina kupirwe kura nesonyala kufoswa okuba ore nyela kubatala kwa Jane Odari nini ndio uchungu juu Senator efe abe mkoroba Ramula nakonya abantu befe baramula bamao Senator naba kupanna kula bana befe bakulaire mikunda abana befe bamibwa bila abachia maise ndakaba ninyanjira Senator uchiye nesaino ndakawulla Senator Kisumu umire ndakawulla buchungu nimbulo buchungu abantu befe be Rwanda juifa kwamanya Senator kukambeina kandi Senator achenda nefwe watu wa Rwanda tumeumia na tunataka kwenya serikali konye. Sisi kama vijana tumekasirika na hicho tukio ambalo limefanyika kule Kisumu, na hivi hapa mbeleni sisi hatutafurahia visa kama hivyo viweze kutendeka kwa watu wetu ama viongozi wetu ambao wanatoka hapa Vihiga. Kama watu wametofautiana kwa siasa, haimaanishi watu wakosane ama watu waanze vita ya kupigana. Sisi tutasimama na kijana yetu Godfrey Osotsi, na tutasimama hadi kule mbele 2027 tuone kijana yetu tumemweka governor wa county ya Vihiga. Hatuwezi ruhusu mtu yote kutoka nje aweze kutumwa ama vijana watumwe waweze kupiga kiongozi wetu alafu wanamfanyia aibu ndogo ndogo kama vile wamemfanyia leo kule Kisumu. Sisi tumekasirika vibaya sana. Akumera kanje nangwanga Frank Tete nindo mwibule wokurule Rwanda. Litukulola lero kwali okunyola mbu report noba kwakalira report mbu omusiani wefwe wa Vihiga oli Senator wefwe Godfrey Osotsi yalinale sumo moteli ne abandu barumwamo nomba amakaiti karulamo kachako kumuribaga esa kwenyanga nimbu omwana wefwe abandu bakolanga mangana akokolesia ebikhaola ibyo mbuo kwenyanga omwana wefwe anyole justice ne kusaya kabisa serikali yefwe ya Kenya eneyongozwanga nende president wakwayanja President William Ruto etemo kuinjilamo ili kumanye omwana wefwe ni eshida ya lisina. Nikiwa kama mjumbe wa Osotsi nikiwa hapa Rwanda, kuna watu watatu nataka kuuliza maswali. Watu wangapi? Watu waambie what do they know? Kwa sababu
Mheshimiwa Godfrey Osotsi ni kweli ako na mtazamo wake tofauti wa kisiasa ambao ni tofauti na wengine, na kila mtu ako na haki ya kuwa na mtazamo tofauti na yule mwingine. Sina hiyo. Jana mmeona nimeenda kwenye media nikaongea na kukejeli na kukashifu yale maneno nikiwa na viongozi wengine wa Western Kenya. Kama Mlembe Caucus tulikasirishwa sana. Jana nimekuwa kule bungeni nimetoa statement kumuuliza DCI na IG wa polisi watupatie ripoti kujua kwamba hawa vijana ambao video yao inaonekana vizuri wako wapi. Halo? Kwa niaba ya watu wa Luanda ambao wamekaa hapa siku ya leo, niko na maswali kwa wanaume wachache na mama mmoja, tuambie nini wanajua kuhusu kupigwa kwa Mheshimiwa Godfrey Osotsi. Mengi yamesemwa, wengi wamerusha mawe kwamba Reo Omolo. Lakini leo hii nataka kuwa na mtazamo tofauti. Kwanza kabisa, seneta wa Kisumu Professor Ojienda, wewe ni jirani yetu hapa. Kati ya watu ambao walimvamia Osotsi, wawili wanafanya kazi kwa ofisi yako. Nauliza, what do you know about those boys? Mheshimiwa Ojienda, on behalf of the great people of Luanda, I want to ask you this afternoon. Lucas Otieno works in your office. Clean Kwere works in your office. These are your staff. They were involved in assaulting a leader elected by the people. What do you know about the assault on Mheshimiwa Godfrey Osotsi? Mheshimiwa Ojienda, wewe ni ndugu yetu hapa, wewe ni jirani yetu hapa. Tumeona katika mitandao umepiga picha na wale wangwana. What do you know about the assault on Mheshimiwa Godfrey Osotsi? Sisi kama Luanda tunasema kwamba hii vita sio vita ya Mjaluo na Mluya. These are goons who must be taken account of what they did. Sio ni kweli? Hapo ni kweli? Kwa hivyo Mheshimiwa Ojienda, ningependa kuuza hayo. Mtu wa pili, Waziri Murkomen. Wewe ndiye waziri wa Interior na Administration. Wewe ndiye waziri ambaye unatoa amri kwa IG wa polisi. Waziri ambaye anatoa amri kwa DCI wa polisi. Nimengoja kusikia sauti yako lakini sijasikia. Nauliza, what do you know about this issue on assault of Mheshimiwa Godfrey Osotsi? Kwa sababu wakati mambo yanafanyika unakuwa kwanza kuongea. Nimengoja jamani kuona kwamba uongee kusema kwamba umechukua ABCD lakini haujaongea. Mheshimiwa Murkomen, I want to ask you on behalf of these great people, what do you know about the assault of Mheshimiwa Godfrey Osotsi? Mtu wa tatu, Mama Gladys Wanga ambaye ni gavana wa Homa Bay. Natambua kwamba wewe ndio chair lady wa ODM. Najua kwamba hiyo majuzi mmemfukuza Mheshimiwa Osotsi kutoka chama chenyu. Inaweza kuwa kwamba mmetumia hiyo njama kumwaibisha na kumfurusha zaidi. I want to ask on behalf of the great people of Luanda, Mama Gladys Wanga, what do you know about the assault of Mheshimiwa Godfrey Osotsi? Hello? Mimi nikiwa Dickson Maungu, simwogopi mtu, sitatishwa, sitanyamaza, lakini nauliza maswali kwa sababu ya mtu wangu hapa Luanda, kiongozi ambaye amedhulumiwa kama mbwa, amedhulumiwa kama mnyama. Tumesinywa, tumekasirika. Sina hiyo. Mtu wa nne nataka kuuliza swali siku ya leo ni DCI. Mheshimiwa ama ndugu Amin, wewe ndio unasimamia mambo yote ambayo inasemekana mambo ya investigation. Jana anasema ni asante, umetoa majina ya vijana watatu, lakini ukiangalia kamera kuna vijana kama 17 ambao walikuwa kuhusika kwa ile mambo ya kumpiga Mheshimiwa Osotsi. There were about 17 boys who were involved in this activity. I want to ask the DCI, what have you done to apprehend? What have you done to arrest? What have you done to ensure those who are culpable are in court right now? Kwa sababu si kwamba sisi hatuwezi lipisha kisasi, lakini sisi ni watu ambao tunaheshimu sheria, watu ambao tunaheshimu malako ya dunia hii, na naona kwamba DCI we need an answer from you. Jana kule bungeni nimeuliza swali na jibu yangu inakuja next week on Thursday. I will be interrogating that statement and feedback from the government. Nijue kwamba what wrong did Osotsi commit to warrant such an assault on a person? What
wrong did Ososi commit to warrant such humiliation? Kiongozi akavutiwa chini kama mnyama, akawekwa teke mpaka joo yake kavunjika. Mliona ile mambo? Mwingine alikuwa na bunduki. Nauliza DCI hapa hivi, iwapo yule gun ako na bunduki na inaonekana ako bunduki, umeshika hiyo bunduki ambayo ilikuwa na yule jamaa, ama yule jamaa anatumia hiyo bunduki kuharibu watu wengine? Halo? Nasema haya mambo kwa niaba ya hao wananchi wameketi hapa, kwamba tumekasirishwa, kuona kwamba mmoja wetu ambaye ni kiongozi anadhulumiwa ni kana kwamba hana haki Kenya hii. Kila mtu ako na haki ya kufanya vile anavyotaka. Kama wewe ni mtu wa one term, uheshimiwe na one term. Kama wewe ni mtu wa two term, uheshimiwe na two term. Lakini mtu asidhulumiwe na kuona kwamba kuna vile. Kenya hii kumekuwa na shida kwa sababu hivi majuzi tumeona goons wameingia katika utawala wa nchi hii. Hivi majuzi mliona kwamba kuna goons wanaingia kanisani kufurusha viongozi wanaenda kuabudu. Hivi majuzi mmeona magoons wakiwa katika airport entrance kungojea viongozi ili wawadhulumu. Leo hii hao goons wamefika katika hali ya kuingia kwenye hoteli na nyumba za starehe. Hiyo ni aibu kubwa sana. Halo? Jambo la mwisho. Kuna watu bloggers ambao punde tu Mheshimiwa Ososi alipigwa, dakika 5 haikuisha akaanza kutuma ripoti kwamba Ososi alikuwa amekaa na mwanamke kwa duka. Mimi nauliza, Manguno akikana huyu mama Mheshimiwa Kano kuna makosa? Mimi nasema kwamba Mheshimiwa Ososi alikuwa kwa hoteli amekaa na staff wake. Halo? The reasons the state has indicated herein for continued detention amongst others is that the respondents are is that the identification parade is yet to be conducted and that the CCTV footages are yet to be forwarded to forensic laboratory and DCI headquarters for analysis, that the respondents are flight risk and that the mobile phones of the respondents are yet to be forwarded to forensic laboratory at DCI headquarters Nairobi for analysis to help in arresting of other suspects who are still at large, and that statements of other key witnesses are yet to be recorded. I have considered those reasons, and I do not agree with the applicants that an identification parade is compelling reason at this point and ought to be done even before the suspects were brought to this court. I take note of the fact that there are other key witnesses who are yet to record statements, and the respondents are likely to interfere with those witnesses, notwithstanding the status of the complainant. I've also noted that the police have brought the respondents within the 24-hour timeline as per the Constitution. Mheshimiwa Ellis Muhanda ambaye ni women rep wa Kakamega County. She's equally an aspirant for the position of the governor of Kakamega in 2027. The election is slated for Tuesday 10th August 2027. She instructed us to sue 3 groups of people. We have sued 1, the current governor of Kakamega County, His Excellency Fernandez Baraza. We have sued not as a wife, but in her personal capacity, the First Lady of Kakamega County, Professor Janet Baraza, in her personal capacity, not as the First Lady. We have also sued several bloggers, defamed the current women rep. What is the gist of this matter? The principal of Kakamega National Polytechnic was a business partner to the First Lady of Kakamega County. She supplied quite a lot of
materials to the county government. She was not paid. Because she was not paid, she severally sought assistance from the women rep. Mysteriously, she was found dead in Kisumu near the lake. Her name is Caroline Humeta. The issues now surrounding this story is that this group of people are imputing the cause of death can be linked to the women rep. They have gone round in the villages, and we have attached clips where in funerals and in political rallies they have defamed the women rep as being drunk and disorderly. They have at several occasions talked about that she has had sexual engagement with young boys in places and in hotels within Kakamega County. In one of the blogs, the blogger is saying that the women was engaged in conduct and becoming in a hotel in room number 21. The hotel has written a letter denying that it does not have a hotel room number 21. Neither has the women rep visited that place with young boys and young who the bloggers are claiming she has indecently and sexually molested or assaulted. Equally, the people she's complaining about have hired bloggers. The names of the bloggers that we have sued are as follows. These are the names of the bloggers that we have sued. One of them is Fabian Musamia, Peter Angatia, Joel Eshkumu, Dennis Weche, Dan Makori Kibwage, Janet Wasike, Melissa Awor, and Tariq Shitiabai. All these bloggers, we have gone for them each to pay the governor 10 million shillings each. For the First Lady, we have gone and we are seeking for damages of up to 15 million shillings. For the governor, we have sued for 20 million shillings as compensation. We have also sought orders for them to stop disparaging the name of the women rep. We have also sought for them to pull down the defamatory statements that they have done, the defamatory clips that they have put down, they should put down, and we are demanding that they give an official public apology to the women rep of Kakamega. So we hope the matters have been filed before the court. We are hoping to get a feedback within a very, very, very short. Let us assume ni kiongozi kutoka Nyanza alishambuliwa Vihiga. Brothers wetu wa Nyanza wangekuwa wanabehave kwa njia gani kuanzia wakati huo? Tumekasirishwa sana, ndio sababu tumekusanyika hapa kulaumu na kushtumu wale ambao wamemuumiza seneta wetu na kuhimiza vitengo vyetu vya usalama, CID, polisi na vingine ambavyo vinahusika na mambo ya usalama vichukue hatua, tujue kwa nini kiongozi wetu alipigwa na kuumizwa akiwa katika mahali hadhara ambapo watu kusanyika na kujivinjari kama kawaida. Na sisi kama youth wa Vihiga
Tunakashifu kitendo ambacho kilifanyika jana kwa seneta wetu Godfrey Osotsi. Mtu kama huyu akipigwa, kama ni kiongozi na anafanywa hivyo, sisi kama wananchi wa kawaida nasi tutafanywa aje na hao watu? Ukiangalia kwenye zile CCTVs zimeonyesha wazi wale watu ambao wanaweza kuwa walihusika katika kile kitendo. Kwa hivyo ombi letu la kwanza ni kwamba vitengo vya usalama vyote vitoe habari specifically kuhusu ni wakina nani ambao walishiriki katika kile kitendo na walikuwa na nia gani, jinsi ambavyo wananchi wamekuwa wakizungumza. Walikuwa na nia gani, na ni kama ni jambo ambalo ni la kisiasa lazima tuelewe. As the Committee of Sports, we have been here today at Bukhungu Stadium just to inspect the grounds and to see the preparedness of the stadium to host AFCON. We were here last year and we are here, and we want to thank the President because the national government came in, and from where we are, since last year we were here, the county government has an obligation, the national government has an obligation. But since last year, we can only see the hand of the national government. That's why we thank the national government, and we ask the county government to expedite paying the contractor, because the county government owes the contractor over 600 million. The contractor is frustrated. The contractor says if he got this money, he would actually go on and our stadium would end in good time. I wish to condemn the acts, the heinous acts that were done to our Senator Osotsi. I'm here representing all the people of Kakamega that have met here at Bukhungu Stadium, and they are all condemning the acts that were done on Osotsi. Osotsi is a peace-loving Kenyan. He had gone to a restaurant and was attacked there. The Constitution of Kenya has it that every Kenyan has the right and freedom to move everywhere in Kenya. Osotsi is free to move everywhere, just like any other Kenyan. And we urge the CS Murkomen and the IG to come in strongly, because we are going in difficult times. We are going in the mood of election. And if this is not attended to, we see many problems coming. And as Kenyans, we expect those in the opposition and those in government to be treated fairly. Everybody in Kenya deserves protection. Be you a politician who is in the opposition, or you are in government, or be you even the resident of Kenya, you deserve to be protected. Today we are here in Bukhungu. We are having the Kakamega Gospel Tournament, which we are doing in partnership with the CITAM. We are having what we call sports evangelism. You are using sports so that you can, at the same time as you grow talents, you are also able to preach to the young generation. The sports, they started yesterday, that is on 9th, na zitakuwa zinaisha kesho 11th hapa Bukhungu. Tutakuwa tunatarajia pia gavana wetu aje pia jumuike na vijana. Michezo hii ni ya kuwasaidia vijana, and we have 0.5 million prizes that are supposed to be won by the teams. We've taken teams from I'll use the Western region, because we have a team from Kisumu, we have teams from Kakamega, and we have also Jobo. Jobo is from Trans Nzoia. So you can see we are able to touch lives from all over. Na pia tunatumia hii tournament wakati wa mafans wanakuja wanajaa hapa kuendeleza
tuko kadi campaign, watu wajiandikize kura. That is why we have even a desk that is specifically set for that. So we continue preaching through games. We continue supporting games in Kakamega. And as you can see, I know you've asked about the progress of Buhungu. Everyone can see and is appreciating the work that is being done. Even the Parliamentary Sports Committee was here today, and they have really appreciated the work that has been done so far. They are positive that the timelines they have given for Buhungu to be complete, because it is one of those fields marked for AFCON, that it will be complete by that time. So that the contractor has told us has just been the bad weather that we've experienced in I think somewhere from January, February. We've been experiencing a bit of bad weather. Wakati mwingine mvua wakati inanyesha inaweza ku slow down pace ya contractor, and these are the challenges that we have all witnessed, and that is what the contractors communicated. So God willing, with the reduced rainfall as anticipated, kazi yake itaweza kuenda haraka zaidi kushinda hapa. Otherwise, we appreciate the governor of Kakamega County, Dr. FCPA Fernandez Baraza, because of the efforts he's putting in just to ensure that in partnership with the national government, as he's working closely on his relationship with the president, Dr. William Samoei Ruto, to ensure that Buhungu is completed in time. Naitwa Jinwendi, representative from MedSupply Hospital Ekero along Mumias Road. Sisi tumekuja kama partners kwa hii tournament. Tunashukuru the county kwa kutu consider being a new facility. That means that the county has seen we are doing something, and just as our motto says, quality care close to home. So we came here at least so that we can help the students wenye wanacheza na hata the bigger community at large, because we've been doing a camp, general camp, plus kusaidia wanafunzi wenye wanacheza, and we can say we would love to continue working together with you guys so that we can grow together, so that being a private facility, we target to be the best in Kakamega County, so that we can be a referral center for the county. My name is Reverend Elfas Bwire, the lead pastor at CITAM, and I'm very grateful to the county, particularly through the Waziri, for allowing us come to this place, a very good place that has helped us to reach young people, more particularly as a church. And we notice, all of us who are in this place and watching us, that the younger generation, particularly the Gen Zs, are the largest population of our country. So we are here to reach them through the sports, and of course remember that we are in the electioneering period. CITAM does many things apart from just outreach and mission. We also do social advocacy, and so we advocate for good governance and participatory governance. And so we also wanted through these sports that people can actually take their cards, tunasema tuko kadi, na in that place, so we are having actually a mass registration and mass verification of data of those who actually anticipate to vote in 2027. And of course we are also praying that God will help all our leaders, every person from Waziri to the governor and many of us that are hearing us, to be able to participate in the governance of their counties and countries. So we pray that even our young people, they play the football that they have done here and other things, they will be responsible citizens. As we've heard Waziri mention, tuko na watoto wametoka katika counties nyingine, na tulisema jana tulipokuwa tunaanza mchezo huu ya kwamba tunataka uwiano. We want unity. We want them not to live in peace. You have seen how our elections have always been done. It's always divisive, it's always divided. So we are in a place whereby we want counties to come together, and sport is one place because it has no religion. Well, CITAM has come in a religion, but you will find that people who are playing in this football are coming from different places, and we are not forcing them to say that be a Christian, but we want them to be friends. We want them to be good neighbors. And so the same thing we want to speak to our country as we move towards elections. Even our leaders, they will be able to campaign on different modes, but unity and living together is one of our agendas, and Christ loved us so much. So we really appreciate the county, and we pray that we continue to partner and do more through sports and other agendas to the
tangu tuwe watoto kufika umri huu hatukuwahi kuwa na siasa chafu kama ambayo tunaianza kuiona katika taifa letu la Kenya, na ndio sababu leo tumesimama hapa kutoa wito wetu kwa wale ambao ni viongozi na wale wanaonuia kuwa viongozi kwamba lugha wanaoitumia sio lugha mzuri, lakini tumezoelea kuona ya kwamba wanasiasa wanapofika madhabahuni wanachukua madhabahu yanakuwa yao, wanaanza kutusi wengine kwa madhabahu. Hili ni swala ambalo nauliza maaskofu, makasisi, wachungaji wote ambao wanasimamia makanisa kwamba lazima mwanasiasa akiwa anakuja kwa kanisa lako upeane guidance ya kwamba kuna maneno inatamkwa kanisani na maneno ambayo haiwezi kutamkwa kanisani. Kwa hivyo ni vyema tuelewe ya kwamba kanisani tu imewekwa wakifu kwa sababu ya kuabudu, wala sio biashara ya kutusiana na wengine. Hapana. Reverend Justus wa Malwa, kanisa ni Gospel Revival Spring. Kama watumishi wa Mungu katika Kenya hii, tungependa Kenya iwe na amani, na wakati kiongozi yoyote ambaye watu wanaamini anasimama mahali na kutoa matamshi isiyofaa, inaweza leta vita, inaweza leta kutengana, inaweza leta ukabila. Bali tungependa kama kanisa, tungependa Kenya iwe na amani na tuwe na lugha moja, na wale wa viongozi ambao wao katika mamlaka tuwapatie heshima yao, kwa sababu hao ndio Mungu ametupatia, na tunawapa heshima mpaka wakati muda wao utakaoisha. Ile nimeona kama kiongozi usalama umetitimia kidogo, kwa sababu unapata saizi wanasiasa mikutano mingi wanapanga wakati wa usiku, na wakipanga ule wakati wa usiku unapatikana kwamba watoto wengi wenye wamekosa kuenda shule wanajihami na vyombo mbalimbali kama mabanga nini, ili wahatarishe maisha ya wale wanaotembea. Huu sio wakati wa kutegemea wanasiasa kuleta pesa katika makanisa. Kanisa pia iwe na njia patala ya kuweza kupata pesa ya kusaidia washiriki na kujiendeleza. Haswa kama chusi tumeenda mpaka tumekundua na tumeelewana na serikali ya kwamba vichinjio vyetu havitasimamiwa tu na ndugu zetu Waislamu, bali hata Wakristo tuko na nafasi ya kusimama na tufanye hiyo kazi, na hiyo pia ni sehemu moja ya kuleta fedha katika kanisa. It's a very big story. Sisi tuliketi chini na tukaamua kwamba hawa mawaziri wote ambao wako katika Bungoma County, kila mtu ako na kikwazo, kila mtu ako na ulekevu, kila mtu ako na taabu yake. Tukasihi mheshimiwa gavana ya kwamba patilisha, na akakataa. Tulipoanza kuwatoa akaonelea kwamba yeye mwenyewe awatoe. Tukasema asante umwami, umeona kazi ni mzuri, lakini pato kazi haijaisha. Kwa ajili grounds ambazo walikuwa nazo sio grounds hivi hivi tu, ni grounds ya kuhakikisha kwamba mambo sio mazuri. Sisi kama assembly pato tunafuatilia tuhakikishe ya kwamba hawa wananchi, because the law is very clear, ukiwa ndani ya ofisi ama nje ya ofisi still sheria inakufuata. Sasa penye mko mjue ya kwamba sisi pato tuko na ninyi. Jambo la pili, tuko na machief officers ambao wamea kiburi mpaka ukiangalia unafikiria hii county ni yake. Tafadhali kuanzia leo jua ya kwamba uko katika hiyo ofisi kwa ajili ya kufanyia mwananchi, na iwapo hizo viburi zitaendelea kufanyika, jitayarishe pia kutoka. Kwa ajili mlikuwa mna sign contract ya miaka 3, na penye tuko tunajua contract ya miaka 3 iliisha. Sisi kama assembly hatujapata ripoti yote ya kwamba silikuwa renewed ama hapana. Sasa kwa hivyo kama hazikuwa renewed, muko ofisi ilikali. Sasa bwana governor, hakikisha ya kwamba umerenew na utupatie sababu ya kurenew, because most of them now ni uwazi zaidi kulika hata mawaziri. Jambo la mwisho governor, hizo ground unapoziona, hata tunataka tukuletee sa wote watu 12, usiangalie na uchiangalie useme hizo sio sao, most of them pia ni zako. Sasa jambo tu ambalo litakusaidia ni kwamba
wewe pia ukeuke na useme hii kaunti imeharibika na tuanze mwanzo mpya. Mambo ifanyike kwa ajili tulivyohakikisha wananchi. Bure hizo grounds pia ni zako. Sasa penye huko na penye unakaa na timu zako, matusi kidogo iachana nayo. Angalia hizo ground mzuri. Nitakuletea na usisome na uchitayarishe kwamba uone je, hii Bungoma iko safe ama hapana. Nilisikia mtu mwingine akisema unajua hii ni mambo ya Fort Kenya. Sisi tunaangalia mambo ambayo yanafanyika hii county. Ukiangalia administration block hapa nyuma, pesa zilizolipwa ni milioni 98 na hakuna kitu mpaka wa leo iko kwa ground. Vitu mingi imefanyika. Around we are lucky. Kaimosi complex we are having good tree cover. We really keep our environment very well. Since the directive of the government was given, we planted over 20,000 seedlings in Kakamega Forest. Vice Chancellor wa Kaimosi Professor Peter Mwita avoye kuva lisomero lya Kaimosi lyekoera kulinda lihanga kuri butuji bunenene kuhana kurwivuru ruza. This is where the equatorial forests begin. So you can follow the forest, you keep on walking in this forest, and eventually you reach where? Congo. We do not want to tamper with the environment, we want to improve the percentage of forests. I'm glad that we are now in Vihiga County, we are that 6%, and we actually contributing to that 6%. Mr. Secretary, we value such days like this because we know we are actually preparing life for many generations to come. Water is not an issue in Vihiga County because we have trees. And from these trees, we have a lot of wetlands. We have clean water coming from these trees. Up to today, including the seedlings that we have, the trees that were planted today, we have achieved 45,000 trees. Because again, if it wasn't for peace that we have been having here at Kafu, if it is not for the good relationship that we have been having with our community around, we will not have achieved this financial year 45,000 trees. We also play our role. We also play our role to ensure that whatever we plant, we also see those trees we plant also grow. Every individual was given a responsibility. Even all of us. This, as State Department for LA, we were given, for example, that every year we should be planting 10 million. That means, for example, at the end of 10 years, we should have planted 100 million. State Department for Education, they have also been given. State Department for Tourism, they have also been given. And even now coming granular to the universities, they have also been given a performance contract. That this university is supposed to plant this much. So we have come to partner together so that we can be able to ensure that the 15 billion is achieved by 2032. Currently, our forest cover is far. We have two things. We have the forest cover and we have the tree cover. So our forest cover is currently below 10%. Our constitution says that by the year, by now, our forest cover should be at 10%. But we are doing about 8 to 9%. That means we are still far beyond the percentage that we require. Our tree cover is at around 12%. We need now to move forward. I'm happy that this county, we are talking about 36% in tree cover. And therefore means they have already bypassed even the minimum of 10%. So we want to say that we have come in to work together, to partner together, to journey together, so that by the end of the year, by the end of 2032, this country will be able to do much more. Shule kweli tumeteseka sana kama wasasi. Hii shule inataka kuangukia watoto wetu. Imefunjika. Ukiangalia hivi kweli sisi wa mama tumbe natetemeka. Tumbe natetemeka kwa sababu ya nini? Watoto wetu wataangukia na hii shule. Alafu tutapata tu watoto wamekufa. Sisi tutasema nini? Ndio maana tumejitolea tukuche tufanye nini? Tufanye kazi kwa hii shule.
Hapa Kilulu watoto wetu wanahangaika sana. Madarasa huku imeanguka. Watoto yaani darasa huko nyuma ukiangalia imeenda onya max inaenda. Lakini sasa vile ujenzi imekwama matatizo, sasa kuja kusaidiana katika hali ya kuboma hizi darasa. Kufikia sasa hii mvua ambayo inanyesha hii, watoto wetu wanataka wakuje kama wamekufa ama kama madarasa zimejengwa, kwa sababu tuko na shida. Haya huko nyuma imeshikiliwa na miti, na ukiangalia hata ofisi juu ni kwa mamiti. Babu wameagiza wazazi Januari watakuwa watoto wako kwa madarasa 9 ila ambao imejengwa madarasa ya kisasa. Hata nimekuwa mpishi kwa hii shule, hata mimi nimechoka kuwekea watoto chakula pamoja na wazazi. Alafu shule choo watoto wanashare, wasichana wanashare na vijana choo. Walimu hawana choo. Kila wakati ni siasa. Tunaambiwa tu kesho yenyewe ifiki. Mwezi kesho haifiki. Hatuna choo, hatuto kwenda ndani, wanaenda paka kwa jirani. Hatuna darasa, hatuna. Kabisa. Alafu mseme next, mnataka next term muendelee mbele. Tunashindwa. Ni kwa nini viongozi ukifika wakati wa kura mnakuja kutufunika? Raundi hii ni Kilulu. Mtajua maana ya Kilulu ni nini? Maana ya Kilulu mtajua wakati huo. Hatutaki maneno yenye kutupumbaza, ya kutufunika, ya kutuchukua sisi kwa watoto. Tafadhali waheshimiwa, kuanzia chini hadi juu, muinuke kwa sababu ya shule ya Kilulu. Mmejenga huko mbaya, mmejenga Lumama, mmejenga wapi? Lakini Kilulu mnajua tu after all tutaenda kuwafunika. Raundi hii tuko na nyinyi. Hamutapenya. Nateseka sana kumnachili ya watoto wale ambao walipatikana kwa wazazi wenye wako area hii. So kwa hivyo nyinyi mnahitaji, mnasema ya kwamba nyinyi wazazi mpelekeni watoto wenu kwa shule, lakini usaidizi wenu umerudi chini sana. Kwa maana saa hii hata shule yenyewe ile ambao watoto wanasomea ndani ni shida kubwa. Hata ukiangalia shule yenyewe mtu anapita anauliza, hii ni shule gani? Watu wanatokea wapi, Tanzania ama ni Uganda? Hata ukienda Uganda, shule iko Uganda kama hii. Watu wameendelea, lakini sisi hapa Lugari hatujaendelea. Serikali utusaidie. Usaidie watu chenge hii shule. We are saying that in 21 days we shall issue a press notice that within 21 days they should bring the returns plus accounts of how they have been operating as private entities. If they don't, then we revoke their licenses, because we don't want these institutions to be used to defraud wananchi, that they exist, there is a certificate, there is a license, but they are just collecting money for themselves. We are saying now we want to legalize that process, but in a way where the cooperative themselves will run it as directors. Government has no hand in that. Furthermore, cooperatives are private entities. So where does the government come in? Government only comes in when you make a profit, then you pay taxes. But the government now wants to create an enabling environment. Otherwise, the government has no intention of controlling circles, of controlling cooperatives. It is only oversighting to ensure that funds within the movement are taken care of for the benefit of members. The governance is very key and instrumental for the success of our cooperative in this country. We all of us know that there is no any institution, however how big you are, that can withstand poor governance. I've gone to the arena in Kigali. Your Excellency, if you see the action there, the passion, the youth, the groups that have been mentored through basketball. And Masai, who is the president of Toronto Raptors, I think you still are, aren't you? Former president of the Toronto. We've also had this discussion in Canada, Your Excellency. I went to Toronto. Masai, who is the former president of the Toronto Raptors, will tell you what such a facility brings in terms of the economy. Everybody who comes says it is easier to get to Nairobi from any part of the world and do what you want to do here, instead of jumping here and going to any other part of Africa. The journey has been very interesting. When you asked me to find space for the Zaria group at the Green Park, we sat and were just wondering how to manage the kind of population that will be coming to the Green Park. And eventually
I proposed something that was strange. I said, why don't we go to the golf club? We can move the golf out of the city because the golf hosts the older guys and we want to bring in the youth to the city. And I didn't realize golf is a cult. And the golfers almost chewed me alive. This is historical. This is momentous. You know, when you say this arena is going to be used for basketball, basketball is just a small part. Yeah. In Africa, we don't understand sports, entertainment, and the creative industry as a business. Yeah, this is a business. This is going to become an economic driver. This is going to become the hub, not only of the city, country, of Africa. Yeah, the center, the middle of Nairobi. Yes. This is going to move the youth of this country. Yes, you give them a place to speak, to enjoy, to have free mind. Yes, to express themselves. It's one thing that sports, entertainment, and the creative industry does. Brings peace, and it brings us together. During the Africa Urban Forum, we have witnessed discussions that reaffirm that this is the direction in which competitive cities are moving. Deliberate master planning for our cities is one of the key strategies that makes transformative investment like the one we witnessed this morning possible. It provides clarity, reduces fragmentation, aligns infrastructure with investment, and creates the confidence required for private capital to participate meaningfully in public development. What we are witnessing today is that confidence in real action. Sema collectively watu wamefanya job poa na haijakuwa na shida. The siri ilikuwa tu kama team analyze opponent, mjue strong points zao, weakness zao, you couple na weakness. Pia sisi tuko na weakness to strengthen where we are kuna shida. And then above all mazee, team tuli change kwa ni team inaomba Mungu sana, and so unajua everything kiweka mbele ya Mungu kwa connect ngumu kufanyika. So nasema it's all about preparation and believing in God and things will happen. First I would like to thank SportPesa for the initiative first, kwa sababu najua hapo awali imekuwa tu coaches are making things, not only players are being recognized. The more coaches are recognized, pia unapata ina bring pia flavor kwa team, na pia inapatia motivate pia coach, na pia na coach push players more. Nasema what you guys are doing is superb to deliver hivyo. Na mi in the second time pia unajua kwangu ina add value yangu, pia na add so much into my career. Nasema it's a plus to my life. Thank SportPesa ku come up na kitu kama hii juu previously kukua na ina motivate wachezaji sana juu unaona once una put in efforts as zingine behind the scenes na we don't get appreciated sana what we do behind the scenes ni, lakini saa zingine wakati inakuja player mmoja na ana receive award this month najua ina motivate hata wachezaji kwa timu zingine ku give their best and wakona pia chance ya kupata the same trophy. So I think ni kudos kwa SportPesa. I hope they can make it even better. Ikiwata play of the season, I think itakuwa bado kitu poa. Of the week pia ikiweza na pia hata of the match, unaona ikiwa pia of the match anaweza pia kupata ka token. I think it goes a long way. So naweza washukuru sana SportPesa.